Baadhi ya wananchi wanaoishi katika manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa wamesema watashiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka huu ili kuwapata viongozi bora watakaosaidia kusimamia utekelezaji wa mikakati ya kukabiliana na kero mbalimbali za wananchi katika jamii. Wamesema baada ya kusikiliza mikutano ya kampeni ya wanaowania uongozi wa urais, ubunge na udiwani kupitia vyama mbalimbali vya siasa vilivyosimamisha wagombea wao katika nafasi hizo, wamejiridhisha kuwa maendeleo ya kweli na ya haraka yataletwa na viongozi wenye dhamira ya kweli ya kuwasaidia wananchi badala ya kujali maslahi yao binafsi. Taarifa zaidi tujiunge na mwandishi wetu Nswima Ernest kutoka Rukwa. Wananchi hao wanaoishi katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Sumbawanga wameiambia TBC kwa nyakati tofauti kuwa suala la kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi halina itikadi ya chama cha siasa, ubaguzi wa kabila, udini wala jinsia, na hivyo kuzitaja baadhi ya sifa za viongozi bora watakaowapigia kura hapo Oktoba 25 mwaka huu. Mimi ningependa mwaka huu tupate rais ambaye atajali watu, rais ambaye atakuwa tayari kupata maelekezo na kupata ushauri kutoka kwa watu mbalimbali bila kujali ni chama gani, ni wanachama wa chama chake, hapana. Kwa sababu vitu atakavyokuwa anajaribu kutuletea havitahusika na chama chake, vitahusika na Watanzania wote. Kwa mimi nidhani kwamba rais ambaye atapokea ushauri kutoka kwa watu wote bila kujali itikadi zao, alafu bila kujali status zake. Wengine hawawezi kuchangamana na watu wa chini, basi akishakuwa rais anataka kuzungumza na mawaziri tu. Huyo rais namna hiyo hatufai. Diwani kwanza awe ni mtu ambaye hana uchu wa madaraka. Tumekutana na madiwani ambao wana shida hasa katika ukusanyaji wa michango mbalimbali juu ya shughuli za maendeleo ya kijamii. Sasa nataka diwani ambaye akipata nafasi ya udiwani aweze kufanya kazi kadiri ya maelekezo, na awe diwani anayependa watu wake, na awe diwani anayewahitaji. Maana kuna tusipate diwani ambaye yeye anaonekana tu kwenye mikutano, kufungua mikutano na kufunga. Tunataka diwani anayewajibika, diwani ambaye anajua shida za watu wake na mwenye uwezo wa kuzipeleka zile shida mahali kunakohitajika. Diwani asiyependa rushwa. Mbunge nimtakaye mkoa wa Rukwa awe na elimu ya kutosha, aweze kufafanua mambo, aweze kutoa hoja na kuzisimamia na kuzifanyia kazi. Mbunge kabla ya kwenda bungeni atuite, tukutane naye, tumwambie Mazwi, mimi natoka Mazwi, kata ya Mazwi. Kata ya Mazwi tuna shida gani? Kata ya Sumbawanga kuna shida gani? Hali kadhalika na kata nyingine zote zinazofanya manispaa ya Sumbawanga. Halafu apeleke mahitaji yetu bungeni. Lakini wabunge tunaona wakishachaguliwa, akishakuwa mbunge anahama. Kwa hiyo mtamuona nyinyi mbungeni, tena wakati mwingine hata ongee kitu bungeni, mnakuja kumuona na hojiwa nje na waandishi wa habari. Waandishi wa habari wanamhoji, mzee hili katika hili unasemaje? Ndio umemwona mbunge wako pale. Alikushachukua familia akahamia wapi na wapi anajua yeye. Sasa tulimchagua ili tumhamishe. Namtaka mbunge nimtakaye mimi, tukae naye Sumbawanga, afanye kazi na sisi ili tuweze kutumana na kuelekezana hatima yetu ya manispaa ya Sumbawanga inakwenda wapi. Ninahitaji diwani ambaye kwanza moja ataangalia matatizo ya wananchi. Tukiangalia sana mkoa wa Rukwa ni kama tumebaki nyuma sana. Na wakati wa uchaguzi huu ndio tunaona kunakuwa mbwembwe nyingi, mambo ya ajabu ajabu. Lakini diwani mimi ninayemtaka awe ni diwani anayeangalia matatizo ya wananchi. Sumbawanga tumesaulika sana kuhusu maji. Mimi namuomba diwani atakayechaguliwa katika sehemu yangu ninayoishi angalie hasa swala la maji. Hasa wakandarasi wanaowapa nafasi ya kutuchimbia visima kweli wawajibike, wamfuatilie huyo mtu, akishindwa ni kumnyang'anya kila kitu na arudishe. Ili tuwe tunapata viongozi ambao wanatuona na kutusaidia sasa sisi watu wa hali ya chini.
Kutoka hapa Sumbawanga, mimi naitwa Nsimo Ernest wa TBC.